Leo ni siku ya kumbukizi aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Tanzania, ndugu Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Alikuwa ni rais shupavu, alikuwa ni rais shujaa, alikuwa ni rais anayependwa na wananchi, alikuwa ni rais ambaye kila raia mtaani alikuwa anamkubali na alikuwa anatamani kuonana naye, kwa sababu ulikuwa ukikutana naye basi shida zako au matatizo yako atayatatua ndugu Dr. Joseph John Pombe Magufuli. Lakini isivyo bahati, mtu ambaye Watanzania wengi walikuwa wanampenda, ilipofika tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021 basi aliwaga dunia. Maisha yake ndipo yalipofikia mwisho, alifikia mwisho wa maisha yake, na Watanzania wengi waliumia kutokana na mapenzi yao ya dhati waliokuwa wanampenda rais wao Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Hivyo umma mwingi ulifurika kwa ajili ya kwenda kupunzisha Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Lakini watu wengi wanamkumbuka kutokana na ucheshi wake, watu wengi wanamkumbuka kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anapiga kazi. Alikuwa ni rais ambaye hachoshi kumwangalia akiwa anahutubia taifa, kwa sababu alikuwa ni rais ambaye anafanya maamuzi yake hapo kwa hapo, hataki kupata muda wa kufikiria, kwa sababu alikuwa anajua uongozi ni nini. Alikuwa ni rais ambaye anajua kuongoza, alikuwa ni rais ambaye kila mmoja alikuwa anampenda, alikuwa ni rais ambaye Watanzania wengi walikuwa wanampenda, haswa wale wa hali ya chini, kwa sababu alikuwa anadili na watu wa hali ya chini, alikuwa anawapambania watu wa hali ya chini, kutokana hata yeye mwenyewe anadai kwamba maisha yake ambayo ameishi, familia yake ilikuwa ni familia ya kipato kidogo. Hivyo alikuwa anapambania watu wa kipato kidogo na waweze kujiweza. Alikuwa anapambania wamachinga, alikuwa anapambania wafanyabiashara wadogo wadogo ili waweze kukua katika kiuchumi kama watu wengine walivyokuwa wakubwa, kwa sababu hata matajiri ukiwasikiliza wanasema walianza na kipato kidogo mpaka wamekuwa matajiri. Na ndio maana Dr. Joseph John Pombe Magufuli alisema anawapambania wananchi wa hali ya chini, alikuwa anawapigania kila sehemu, hata katika ujenzi wa stendi ya Mbezi Luiz ambayo alijenga yeye na ikapewa jina lake. Basi alisema wamachinga wasije wakatolewa katika stendi, kwa sababu kama mkiwatoa hata siku mimi nikiwasipo, mtakuwa mnalitumia vibaya jina langu. Kwa hiyo Magufuli ni rais shujaa, wananchi wengi walikuwa wanampenda, haswa katika ziara zake ambazo alikuwa anazifanya, ikiwemo kipindi cha kampeni. Watu wengi walikuwa wanajitokeza kwa wingi, kwa sababu wanajua ni sehemu ambayo wanaweza wakapata msaada, haswa wale ambao walikuwa wamenyanyaswa au walikuwa wamezulumiwa haki zao. Walikuwa wakikutana na Magufuli, basi haki yako utaipata hapo hapo. Na ndio sehemu ambayo watu wengi wanamisi sana Magufuli, kutokana vile vile na uongozi wake. Amefanya mengi katika nchi ya Tanzania, amejenga vitu vingi. Yeye ndio mtu ambaye alibuni ujenzi wa treni ya umeme ya SGR, Dr. John Joseph Pombe Magufuli, japokuwa ilikuja kumaliziwa na rais wa awamu ya 6 ndugu Samia Suluhu Hassan. Ndio mtu ambaye amekuja kuimalizia, lakini ambaye alianzisha ni Dr. John Joseph Pombe Magufuli, na alikuja kuimalizia kutokana Magufuli aliaga dunia, Magufuli alifariki, na ndio kitu ambacho kilipelekea kuja kumalizia SGR ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile Magufuli alikuwa ni mcheshi, watu wengi walikuwa wanampenda, haswa wasanii ikiwemo Harmonize. Tunakumbuka alishawahi kusema Harmonize ni mbunge wa wapi, na yeye anawajua fika wabunge ni wakina nani. Harmonize ni msanii, lakini Magufuli alikuwa ni mcheshi, alikuwa anapenda apendwe na watu, alikuwa anapenda raia wa hali ya chini, alikuwa anapambania kwa hali na mali. Na ndio maana hata katika kifo chake watu wengi walilia kutokana na jinsi ambavyo walikuwa wanampenda Magufuli. Walilia kwa sababu ya msaada wanaona kabisa wameenda kuukosa, kwa sababu Magufuli alikuwa anawasaidia. Magufuli alikuwa ni rais shujaa. Magufuli pengo lake kuliziba ni ngumu. Magufuli kuziba pengo lake, basi labda huyo mtu asiwe na jino, lakini kama ni mtu ana jino, kuziba pengo lake inakuwa ni ngumu, na haswa kama amefikia umri wa mtu mzima. Kuziba pengo lake ni kazi, kuziba pengo la Magufuli ni kazi
kubwa, kutokana ni rais ambaye alikuwa anapambana, ni rais ambaye alikuwa anapenda maendeleo ya Watanzania, ni rais ambaye alikuwa anapenda maendeleo katika nchi yake ya Tanzania, ni rais ambaye alikuwa anaamini kabisa rasilimali zilizopo katika taifa la Tanzania zinatosha kabisa kuiendesha nchi ya Tanzania. Rasilimali zilizopo katika nchi ya Tanzania, haswa mbuga za wanyama pamoja na mlima Kilimanjaro na vivutio vingi vilivyopo katika nchi ya Tanzania vinatosha kuiendesha nchi ya Tanzania. Hivyo hakupenda sana kukopa, hakupenda sana kufanya Tanzania iwe na madeni makubwa, hakupenda Tanzania isifike kwa sifa mbaya mahali popote kule duniani. Ni rais ambaye alikuwa anatamani kuiona Tanzania ikiwa ipo katika level kubwa, alikuwa anatamani kuiona Tanzania ikiwa katika level ya kimataifa, alikuwa anatamani kuona Tanzania ikiwa ni nchi ambayo kwa hapa Afrika ina vivutio vingi na ni nchi ambayo inavutia watalii wengi kuja kutokana na mazingira ambayo yapo katika nchi ya Tanzania. Huyu ni rais ndugu Dr. Joseph Pombe Magufuli. Alikuwa ni mchapakazi na kila mmoja anakiri na kusema kwamba Magufuli ni rais ambaye alikuwa anajituma. Magufuli ni rais ambaye alikuwa anagusa mioyo ya watu wengi. Ni rais ambaye alikuwa hata mtoto mdogo alikuwa anampenda kutokana na ukakamavu wake na kauli zake za kishujaa yeye kama rais katika nchi ya Tanzania. Lakini wewe Mtanzania vile vile unaonaje kuhusiana na kumbukizi ya kifo cha Dr. Joseph John Pombe Magufuli? Unamchukuliaje wewe kama rais wa awamu ya 5, au unapenda kitu gani, au umemiss kitu gani, au msemo gani kutoka kwake hapa kazi, au msemo gani? Tushia comment yako katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe